Wenye Simba yao wanakwambia Simba ni bingwa tangia ilipoanzishwa. Kwa hivyo kuweka rekodi na kuchukua ubingwa sio swala la ajabu kwa upande wa timu ya Simba. Hayo si maneno ya kwangu mimi, bali ni maneno ya wana Simba, wachezaji pamoja na viongozi. Ahmed Ally kutokea klabuni Simba kama msemaji ameongea kwa kina kabisa kuhusu masuala mazima ambayo watu wengi wamekuwa wakiwa na mashaka nayo kuhusiana na Simba kuweza kutusua zaidi na kuchukua ubingwa hapa Afrika, hasa katika kipindi hiki ambacho wamekuwa kikabiliana na virabu vya soka mbalimbali vyenye uwezo na vyenye historia kubwa ambavyo pia Simba walishawahi kukutana navyo katika misimu tofauti tofauti. Pengine kuna muda walitoka sare na kuna muda waliteleza na kuweza kufungwa, lakini hayo yote hayamaanishi kwamba Simba sio timu bora ya muda wote. Lakini tukija pia kwa upande wa wachezaji wenyewe, wachezaji wanadai ya kwamba wamejipanga. Safari hii wanaenda kuandika maajabu makubwa ambayo hayajawahi kutokea. Hawatokaa kizembezembe wala kuwa tayari kuona wanapoteza nafasi hizi za kipekee, hasa katika kuijenga Simba na kuifanya Simba kuwa ni timu yenye fursa kubwa zaidi barani Afrika. Inapozungumziwa timu kubwa 5 bora Afrika, Simba lazima iwepo, na hayo ndio malengo makubwa ya wachezaji wa Simba wa hivi sasa, ambapo wamechoshwa na karaha wanazozipata mashabiki wao. Lengo lao kubwa ni kujitoa kwa hali na mali, watamwaga jasho. Unaambiwa afebeki afekipa, lakini lazima ushindi upatikane. Na kwa kipindi hiki ambacho pia golikipa yule machachari wa klabu ya Simba, na mzungumzia Musa Pimpin Kamara, ambaye ameweza kupata majeraha na atakaa nje kwa muda wiki 8 mpaka wiki 10. Kwa kipindi hiki pia itakuwa ni ngumu kwa kiasi fulani kwa wana Simba, lakini haimaanishi kwamba kutokuwepo kwa Kamara ndo kutafanya Simba wasiweze kufuzu na kuchukua ubingwa. Hayo ndio maneno mazito yaliyokuwepo sasa hivi huko kwenye michezo.